Je, unaweza kufikiria kulala leo na kuamka baada ya miaka 309, marafiki zako wote wakiwa hawapo tena, miji ikiwa imebadilika na dunia ikiwa tofauti kabisa na ulivyoiacha? Hii ndiyo simulizi ya kushangaza ya maswahaba wa pangoni, vijana waliolala kwa miaka 309 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Katika zama za kale, kulikuwa na kundi la vijana waliomwamini Mwenyezi Mungu mmoja. Wakati huo, watawala wa nchi yao waliwalazimisha kuabudu miungu wengine. Vijana hawa walikataa kuisaliti imani yao licha ya vitisho na mateso makubwa waliopitia katika wakati huo. Kwa ajili ya kuokoa dini na maisha yao, waliamua kuondoka mjini na kukimbilia katika pango lililokuwa mbali na mji. Walimuomba Mwenyezi Mungu awape rehema na ulinzi dhidi ya dhuluma waliokuwa wakikabiliana nayo. Walipoingia pangoni, Mwenyezi Mungu aliwapa usingizi wa ajabu. Siku zikageuka kuwa miezi, miezi ikageuka kuwa miaka, na miaka ikageuka kuwa karne. Hata hivyo, wao waliendelea kulala bila kujua ni kwa muda gani walikuwa wamelala. Muda nao ukaendelea kusonga. Baada ya miaka 309 kupita, Mwenyezi Mungu akawaamsha tena. Walipozinduka, waliinua vichwa vyao na kuanza kuulizana, tumekaa hapa kwa muda gani? Wengine wakasema, tumekaa kwa siku moja au sehemu ya siku tu. Hawakujua kwamba karne 3 na zaidi zilikuwa zimekwisha pita. Kwa kuwa walihitaji chakula, waliamua kumtuma mmoja wao kwenda mjini akiwa na sarafu zao ambazo walikuwa nazo kabla ya kuingia pangoni. Alipofika mjini, alikuta kila kitu kimebadilika. Lugha, mavazi, majengo na maisha ya watu yalikuwa tofauti kabisa na ilivyokuwa zamani. Alipojaribu kutumia sarafu zake za zamani, watu wakashangaa sana. Sarafu hizo zilitoka katika kipindi cha mamia ya miaka iliyopita. Habari zikaanza kusambaa haraka na watu wakatambua kuwa huyu alikuwa mmoja wa vijana waliotoweka zamani sana. Simulizi hii imekuwa ikitajwa katika Qur'ani tukufu katika surati Kahfu, ambapo Mwenyezi Mungu anasema kuwa walikaa pangoni kwa miaka 300 wakaongezewa 9. Hivyo jumla ya muda wao pangoni ulikuwa miaka 309. Hadithi hii imekuwa ishara ya nguvu ya imani, subira na uwezo wa Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Inaonyesha kwamba hakuna jambo lisilowezekana. Kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na ardhi. Mpaka leo, simulizi ya watu waliolala miaka 309 imeendelea kuwavutia watu duniani kote. Ni hadithi inayofanya wengi kutafakari kuhusu muda, maisha, kifo na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akubariki popote ulipo. Asante kwa kusikiliza kisa hiki cha ukweli kuanzia mwanzo mpaka mwisho.